Tuelekee kaunti ya Kitui namba 15 ambapo maofisa wa polisi wanachunguza kisa ambapo mzee mmoja mwenye umri wa miaka 70 alishambuliwa na kuuawa kutokana na mzozo wa mchanga huko Mwingi. Mzozo huo ulizuka pale wafanyabiashara wa mchanga walipokabiliana na wakazi wakipinga uchimbaji wa mchanga kwenye mto. Wakazi hawa wanadai kuwa wao hupata maji kutoka kwenye mto huo na kuwa uchimbaji wa mchanga unawakosesha maji. Banata community makulea na muda. Poleni familia, pole mama. Pamoja na mto hii yetu ya Mwania versus Kamunyu ndio tunategemea kwa mashamba yetu na kunyunyizia mashamba yetu maji, mifugo yetu na sisi pia kama binadamu. Na tulikuwa tunajaribu kung'ang'ana sana ili hii mambo ya kuchota mchanga iweze ikakomeshwa. Na kwa hali hiyo ndiposa babangu na wengineo walipata ajali kukatakata na mapanga na watu ambao walikuwa wamejamu sana. Alikuwa yeye anapigania hii mchanga isichotwe na hapo anachota mchanga, lakini wale wamemkata na panga akatuacha. Na mimi nasema huyo mzee kabisa ni shujaa wangu. Kwa sababu mzee amekufa akitetea mali ya kaunti ya Kitui. Hilo ni shujaa. Yaani kama mtu unaweza haribika at this level na kuna mtu wa ofisi ya NEMA hapa Kitui, I want to call upon the Director General of NEMA and the Minister for Environment. Huyo mtu hata kama mimi sijui ni nani, mwanzo atoke aende. Kwa sababu huyo mtu atusaidii, atoke aende. Enough is. Na vile mimi nimesema maneno ya malori kuja huku kubeba mchanga, mahali wanatoka huko kuna mito na kuna mchanga. Waende huko kama watu wa huko wako sawa na kuharibu mito yao, waende huko wakafanye huko. Hapa sisi tumeka